Jina lako likatukuzwa katika mkoa wa Simiyu, ukatembee katika mkoa ule kama ulivyosema. Wao uweza wako Baba kadhibitike kama ulivyosema. Tunaiweka watu mikoa 7 hivi mikononi mwako Bwana. Ni wewe unayekwenda kukanyaga katika mikoa hiyo Bwana. Sisi ni mwili wako wewe Bwana, unatutuma tukatembee katika barabara hii ya mwili. Aliko Yesu kila kitu kinaenda salama. Basi niko hapa kwa dakika chache kwa ajili ya kusema kwa nini tuko hapa. Sitakuwa mzungumzaji sana, lakini niseme tu kwamba tumekusanyika mahali hapa kwa sababu kama alivyosema baba yangu Bishop Muhina, kuna kazi ama kusudi ambalo Bwana aliliweka ndani yangu. Miaka sasa hivi inafika 30 na kitu tangu nikiwa msichana huko, na wakati nikiwa sielewi ndio nimeokoka na sielewi, na wakati Mungu alikuwa anasema na mimi nilikuwa najaribu kutazama wale maaskofu nilikuwa nikiwaona wakati huo, ambapo nikisema kwamba mimi nitakuja ni wafundishe hawa itakuwaje, nilikuwa sielewi. Lakini Bwana alisema watumishi wangu sasa hivi wako wengine hawajazaliwa, wengine wanafuta bangi, wengine wako hivi na hivi na hivi. Lakini miaka ilipokuwa nimeenda nikimthibitisha Mungu katika hilo, kama alivyoongea Bishop Muhina, mpaka tukafika mahali ambapo tumefika leo. Sasa sitaki kuzungumza ya kule nyuma, lakini nataka kusema tu kwamba ilikuwa ni safari ndefu yenye milima, mabonde na misukosuko mingi, lakini ni kwa sababu Bwana alikuwa pamoja nami, na ni kwa sababu niliheshimu lile neno ambalo alilosema, ili kuhakikisha ya kwamba nabeba kile ambacho amenipa kufanya mpaka nikifikishe. Pana gharama kubwa sana ya kubeba. Maana kuna wakati ambapo watu hawawezi kukuelewa na ulimwengu hawezi kukuelewa. Lakini nina neno moja tu ambalo yeye Bwana alinipa katika Timotheo wa 2 sura ya 2 mstari wa 15, jitahidi kujionyesha umekubalika mbele zangu, ili uwe mtendakazi usiyekuwa na sababu ya kuweza kutahayari unapolibeba neno langu. Mimi nimeijumuisha kwa namna yangu kuieleza. Kwa hiyo ndio nikabaki nikajifunza katika hilo mpaka sasa hivi ndio tunakwenda. Sasa tuko hapa siku ya leo kwa sababu gani? Kwa sababu ya uti wa mgongo wa hili neno mission. Kwa sababu wakati neno hili the Oak Mission Ministry ndio jina la huduma, lakini neno nililopewa ni Oak Mission, ndio nilipewa na Bwana. Sasa ministry niliongeza kwa ajili ya usajili. Kwa hiyo kwenye kusajili tukaweka ministry ili tutambulike sisi ni wakina nani tunafanya nini. Lakini katika hiyo mission ndio wakati nilipokuwa nikienda, kuna 2020 ndio alisema weka wakfu kazi zote ambazo nilikupa kufanya, kwa sababu alisema nina cha kufanya. Na wakati huo kuna kazi zilikuwa zimeshaanza kufanyika, lakini akasema kwamba muda wote huu ulikuwepo kwa miaka 20 kwenye ministry mpaka 2020 nilikuwa ninakuandaa. Na sasa umefika mahali pa kuanza kazi. Na nakumbuka siku hiyo tulikuwa pale Bimelin na Bishop Muhina na board nzima ya Pastors Fellowship na watumishi wenzangu, tukaweka wakfu zile kazi. Kwa hiyo mimi sikuelewa ni nini, kwa sababu nimejifunza kitu kimoja kwa Mungu, huwa hasemi kule mbele, yeye atakwambia mwisho, lakini hatakwambia zile hatua. Sasa kile unapokanyaga ndio unakutana na kile ambacho alisema mwisho kikianza kufunguka. Kwa hiyo baada ya hapo ndio tukaingia moja kwa moja kwenye kuandaa watumishi, kwa maana ya kufungua chuo. Chuo hatukukifungua kwa sababu ni chuo, tunafungua chuo. Ni kitu cha miaka 30 ambaye alisema kwamba nitawaleta watumishi wangu kama alivyosema. Na kweli tulianza chuo wakati huo. Akaniambia una miaka 5 ya kukaa chini kwa ajili ya kuandaa watendakazi wangu. Nikawa grounded kwa miaka 5. Sikutoka, sikuhubiri, sikufanya kitu chochote. Tumeifanya ile kazi kwa muda wa miaka 5 ambayo iliisha mwaka jana 2025. Lakini 2025 ndio jana, mwaka jana akasema 2026 mnaingia kwenye msimu mpya. Ndio ukiona tumeandika wapi ile msimu mpya sasa? Ile pale juu. Tulipoandika ile msimu mpya, sio mimi nimesema, sio slogan tumeitunga, ni Bwana alisema kwamba tunaingia 2026 ni msimu mpya wa umisheni. Lakini sikuelewa kwamba tunaingia huo msimu kwa namna gani. Ndio ghafla alianza kutoa dira, ramani na maelekezo namna gani tutakavyoenda. Kwa hiyo katika dira hiyo na ramani hiyo tumepewa mikoa ambayo tutakwenda kuizunguka mwaka huu.
ndio tunapoanza. Na sasa hii siku ya leo tuko mahali hapa kwa ajili ya kuzindua sasa huo msimu mpya kwa ajili ya umisheni, ambapo sasa tunaanza safari za kwenda. Na wale watumishi ambaye Mungu alitaka waandaliwe, ambaye ni wamishonari, wameandaliwa na wengine bado wanaandaliwa, wako chuoni. Lakini katika ile miaka 5 kulikuwa na kitu ambacho Bwana alikuwa anatufundisha ya kwamba ile kazi aliyokuja kuifanya Yesu, akawafundisha wanafunzi wake, akawaachia mitume wafanye kazi, imebeba uhai bado mpaka leo. Kwa sababu kama injili imepotea, haiokoi, haifungui. Sasa hivi tuna vitu vingine ndio vinaokoa, tuna vitu vingine ndio vinaponya. Mpaka upewe maji, mpaka upewe sijui sufuria, sijui mpaka upewe sabuni, sijui mpaka upewe miti, mpaka upewe makorokoro gani. Injili ile aliyoleta Yesu Kristo akafundisha watu, is it still viable? Hiyo ndio miaka 5 ambayo nilikuwa nimepewa kuifanyia utafiti. Na kwenye kuifanyia utafiti, wanafunzi tulikuwa tunakwenda field. Na kule kwenye field ndio mahali ilikuwa eneo letu la kufanyia research. Na ilionekana ya kwamba ile injili bado iko hai. Ni sisi tumeikataa. Tumishi wa Mungu ametoka kusema hapa. Sisi ndio tulikuwa tumeikataa. Sasa akasema miaka hii 5 inayokuja mpaka 2030 ni kwenda kuthibitisha kile ambacho nilikiacha duniani, ambaye ndio huu msimu mpya ambaye ametupa wa umisheni. Kwa hiyo sasa ndio anakwenda kutuingiza kwenye utendaji wa kwa nini alitupatia Oak Mission. Kwa sababu alisema tu, mimi neno tu alisema Oak Mission. Kwa sasa ndio nini? Maana yake nini? Yaani kwa nini Oak Mission? Akaeleza na sikuelewa kwa sababu ni mambo ya miaka mingi iliyopita, ufahamu ulikuwa mchanga. Lakini jinsi tunavyoendelea, ufahamu unaenda ukipanuka, nuru inaenda ikiangaza katika lile tukio, matokeo ya yale alikuwa amesema yanatakiwa kufanyika. Kwa maana hiyo, kazi ya Oak Mission sisi ni kufanya umisheni. Hiyo ndo kazi tulionayo. Na siku zote tumekuwa nikisema, lakini nilikuwa sieleweki, nikisema Oak Mission sio dhehebu. Na kama haitakuwa dhehebu hata siku moja. Kwa sababu Oak Mission ina mission ya kufanya. Na hiyo mission ya kufanya ndio tunakwenda kuanza kuifanya sasa. Yaani sasa ndio tunaingizwa kazini in full swing. Kwa sababu na watendaji alishaanza kuwafundisha, miaka 5 aliweka watu chini akawafundisha wale alikuwa amewakusudia. Kwa hiyo tunayo timu ya wamissionary ambayo tutakaotoka kwa ajili ya kwenda kufanya hiyo kazi. Na safari ya kwanza watu ndio tunaanza safari Jumatatu, watu wanaanza kuondoka. Ndio maana tukio ilikuwa lazima ifanyike leo kwa ajili pia tutaweka mikono kwa wale watakao kwenda. Wanafunzi wanaingia katika timu ya umisheni kama washirikishwa, kwa sababu wao ni wanaandaliwa kwa ajili ya misimu inayokuja kule mbele. Na wale ambao walishaandaliwa wengine ndio wanaingia kwenye kazi moja kwa moja kwenye ya umisheni. Kwa hiyo ninaeleza kwa kifupi kukatakata ili kutoa maana kwa sababu ya muda. Siwezi kuieleza kwa sana, lakini tuko hapa kwa sababu tunauzindua huo msimu mpya. Msimu mpya ambao unatupeleka sisi kutimiza lile kusudi la Mungu ambalo amesema sasa kwa muda wa miaka hii 5 anataka adhihirishe uweza wake ule ulioonekana na mitume, kwa sababu mitume walipokea kutoka kwa Yesu na Yesu akawa alienda na wao wakadhihirisha uweza wa Kristo. Na sisi ametupa sasa hiyo tena, tumepewa miaka 5, tunaenda kutembea katika mikoa ambayo ametupatia. Tuna mikoa 7, iko mikoa mingi lakini kwa mwaka huu tunaenda mikoa 7 tu. Lakini katika mikoa 7 tuna wilaya kadhaa, sikumbuki sasa maana yake zina wenyewe viongozi, mpaka nirudi kwenye karatasi. Sasa tuna wilaya kadhaa kwa sababu unakuta kuna mkoa mmoja una wilaya moja ambayo ina vituo labda 5 ama ina wilaya 2, mkoa mmoja na wilaya 2, vitu kama hivyo. Lakini kwa mikoa nizungumzie in general, kwa mikoa ni mikoa 7 ambayo mwaka huu tunaenda kukanyaga, na tunapotoka hivi tukienda ni safari ya kila mwaka. Lakini pia tunapokwenda kwenye umisheni, sio kwamba tunaenda kwenye umisheni kwenye makanisa ya huduma ya Oak Mission, yani Oak Mission Ministry, la hasha. Kama tulivyosema, sisi sio dhehebu na hatutakuwa dhehebu kwa sababu tunafanya kazi na madhehebu yote. Tunayo makanisa ambayo hayahusiki na Oak Mission, lakini wameingia katika programu hii ya umisheni kwa ajili ya makanisa yao kutembelewa na wamissionari kwa ajili ya kwenda kufanya kazi. Wako ambao watakuwa wanafanywa kazi za mikutano, yani mikutano ya nje itafanyika, wengine ni seminar za ndani na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo tunayo haya makanisa ambayo ndio tunakwenda nayo kwa ajili ya kazi hiyo. So kwa mwaka huu kwenye uzinduzi wetu tuna mikoa 7 ambayo ndio mwaka huu tunakwenda kuanza nayo.
Nafikiri niishie hapo ili nisichukue nafasi yako zaidi. Kwa sehemu hii ndogo imetosha kuweza kujulisha kwa nini tuko hapa. Tunazindua msimu mpya tuliopewa kwa ajili ya kuwafikia wasiofikiwa. Yaani ni udhihirisho kamili kwamba injili haijahubiriwa. Kwa hiyo tukaihubiri injili ya Kristo Yesu, kwa sababu huu ndio wakati wa kutoka. Amen. Mungu awabariki. Tunatarajia matunda mengi sana, na tunatarajia ufalme wa Mungu uzalishe sana. Kama watu walisimama kuingia mbinguni, sisi tunamwambia shetani sasa kuzimu watu watasimama kuingia, kwa sababu watu tunataka kuwaingiza mbinguni sasa. Hiyo ndio kazi ambayo tunaokwenda kuifanya. Amen. Basi nitumie tena nafasi hii kwa sababu nimepewa kuunganisha. Tunaingia katika tukio lenyewe kwa ajili ya kuzindua programu yetu ya umisheni 2026. Na tunaye mgeni ambaye Bwana ameweza kumwandaa, ambaye ni kiongozi wetu kihuduma sasa kama mwenyekiti wetu wa CPCT, kwa sababu Oak Mission Ministry ni mwanachama wa CPCT, ndio walezi wetu sasa hao kihuduma. Kwa hiyo tumeona ni vizuri kama mwenyekiti wetu wa wilaya aweze kuja na kuona watoto wake wanafanya nini kwenye wilaya yake. Asituone tu kule kwenye mikutano. Jamani, aje pia aone kweli hao watu wako na uhai, sio wale wa briefcase ya mkononi. Kwa hiyo tukaona ni vizuri tukamwalika yeye kuliko kumleta mtu mwingine. Ni vizuri unaofanya kazi nao wakakufahamu, inakuwa inapendeza zaidi. Basi baada ya kusema haya, naomba nichukue nafasi hii tukiwa tumesimama niweze kumkaribisha mwenyekiti wetu wa CPCT wilaya ya Kibaha akaseme machache, karibu, ambaye katika hayo ndio yatatuingiza katika kuzindua. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwanza kabisa nimshukuru Mungu kwa namna pekee kwa ajili ya Bishop Helen. Nikushukuru sana Bishop kwa ajili ya kazi yako. Nishukuru kwamba Bishop nimemfahamu Bishop kwa sababu zaidi ya mara moja au mara mbili kwa yangu imefika hapa kuja kuimba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pamoja na kwa kuimba, nimshukuru Mungu kwamba Bishop na vitabu vyako vingi na nimesoma na vimekuwa faida kwangu. Nimefurahia vitabu vyako sana, nimesoma vile vitabu, nikakuta kuna mafundisho mazuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati mwingine yeye anaweza akawa hajui sana, lakini mimi nina vitabu vyake nimesoma, kwa yangu imekuja mara nyingi tu hapo kuja kuimba, na kwa yangu imerekodi sana kwenye studio hii. Karibia nyimbo zote za kwa yangu imerekodi kwenye studio. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Bishop niseme kwamba huduma yako ni ya baraka sana. Kwa hiyo unapohesabu kwamba una kazi ambazo zimefanyika, uhesabu kwamba na kazi ya huduma yangu iko kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo umefanyika baraka sana kwenye huduma yetu pale Boko Temboni. Mungu akubariki sana. Basi kwa majina yangu naitwa Mchungaji Crispin Miroshi, ni mchungaji wa kanisa la mahali pamoja. Ninatumika pale Boko Temboni, kanisa la Evangelist Assemblies of God. Ninatumika pale. Lakini kwa neema ya Mungu ni miaka 3 iliyopita nilikuwa katibu wa CPCT, na baada ya hapo nimekuwa mwenyekiti wa CPCT kwenye wilaya yetu ya Kibaha. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu wa mbinguni sana kupata nafasi leo ya kuwepo mahali hapa. Nimefurahi sana kumwona baba yangu Bishop Mwina. Bwana Yesu asifiwe. Sio baba tu kwako Bishop, lakini na kwangu pia. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwamba wakati nafika Kibaha ndio walionipokea, nimkuta akiwa rafiki wa mchungaji wangu ambaye ndiye alinipokea Kibaha. Kwa hiyo kama alikuwa ni rafiki wa mchungaji wangu, basi kama mchungaji wangu alikuwa ananilea na yeye akawa ananilea, basi amekuwa baba kwangu.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya haya yote ambayo Mungu aliona kwamba leo iwe hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nimshukuru Mungu wa mbinguni sana sana kwa ajili ya mambo yote, na kwa sababu tuko nje kidogo ya muda, lakini kila kitu kitaenda sawa sawa. Niombe tu mtu mmoja anisaidie kufungua kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya. Kiasoma nitamshukuru Mungu, alafu nitazungumza machache sana kwa ajili ya ndugu zetu ambao wanaingia shambani. Isaya mlango wa 61 anza mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3, pale natosha sana. Roho ya Bwana Mungu i juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao, kuwaagizia hao waliao katika Sayuni wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikapata somo kupitia yule baba, nikasema siri ya huyo baba ni utoaji, ni uaminifu, ni kujitoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kusema hivi, nataka niwatie moyo wale watumishi wa Mungu wanaenda kwenye umisheni. Hakuna mtu aliyeacha chochote kwa ajili ya Mungu akapoteza. Unapoenda kwenye umisheni, naomba uende ukijiamini kwamba hauendi kwa ajili ya Bishop Helen, hauendi kwa ajili ya mtu fulani, unaenda kwa ajili ya Kristo Yesu. Na Kristo Yesu ndiye ambaye atakutana na wewe huko na kukuhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni akubariki wewe ambao umejitoa, lakini niseme kwamba na wewe ambaye yamkini bado hujaingia kwenye huo umisheni, nikutie moyo kwamba sasa ni wakati wa kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe mwingine ambaye yamkini hauendi kwenye umisheni lakini uko hapa, nikuombe uwaombee hawa watu. Waombee hawa watu, wanahitaji maombi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine ile kazi ni ngumu, wanachoka, wanahitaji watu wa kuwabeba, sio kuwabeba kwa namna nyingine, kwa namna ya kuwaombea na kuwawezesha. Bwana Yesu asifiwe. Kwani kuombe wewe ambaye yamkini hujachukua hatua ya kuingia kwenye umisheni, basi hebu chukua hatua kubwa ya kuwaombea watu na kuwabeba kwa namna yote ambavyo Mungu atakuongoza kuwabeba, ili kwamba waweze kulitimiza ile kusudi ambalo Mungu amelikusudia kwa ajili ya ile mikoa 7 ambayo wanaiendea. Na ninajua kwamba kama wanaenda kwenye mikoa 7, basi ni mwanzo tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaenda kuzaliwa mingine 7 na 7 na 7 mpaka Tanzania yote inahubiriwa Injili. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Bishop, mimi nikutie moyo, kazi yako ni njema, na kwa kuwa mwanzilishi wa hiyo kazi ndani yako ni Mungu, wala hatakuacha. Na wale walioko nyuma yako hatawaacha. Mtafanikiwa, mtastawi, mtakwenda mpaka hapo Mungu atakaposema sasa yatosha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu awabariki sana. Ninaomba nisitumie muda mwingi, lakini niseme tu kwamba Bwana amewapaka mafuta. Mnayo kazi ya kwenda kuifanya. Mnapoifanya mfanye peke yenu, mnafanya pamoja na Kristo Yesu. Mungu awabariki sana. Basi mtumishi wa Mungu, hapa ndio mahali tumeweka mikoa ile 7 iko hapa. Tumeibeba huko iliko tukaileta hapa ndani ili tuweze kushughulika nayo kwa shughuli hii ambayo tulio nayo mahali hapa. Mkasi huko hapo. Kwa hiyo nafikiri sasa nafasi ni ya kwako. Kuna kitu tutakata pale ndani, tutafungua tu hizi pazia, alafu utatukatia. Amen. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi niseme tu kwamba tunamshukuru Mungu wa mbinguni kwa ajili ya kazi njema hii ambayo tunaenda kuizindua sasa. Ninajua kwamba kwa kuwa tunaanza na Mungu tutamaliza na Mungu na Mungu. Amen. Amen. Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Haleluya. Ramani hii tunayoiona ni ya Tanzania, na hizi alama nyekundu ambazo zilizowekwa ndio mikoa tutakaoikanyaga. Tutaanzia hapa Kibaha, ndio station yetu ya kuondokea kwenye kituo hiki. Alafu tutakwenda mpaka Dodoma. Tunakwenda Dodoma, ruti inakwenda hapa. Tukitoka Dodoma tunakwenda Tabora. Tukitoka Tabora tunakwenda Simiyu. Tukitoka Simiyu tunarudi Pwani, Chalinze, kwenye wilaya Chalinze, na kule Mwigwa ambaye ni wilaya pia Chalinze. Alafu tukitoka tunaelekea Arusha. Tanga. Yes. Tukitoka Tanga tunaelekea Arusha. Tukitoka Arusha tunarudi Pwani. Tuna vituo kadhaa, sijini 3 4 vya kuzunguka, 4 kwa Boko tunakuja kule kwenu. Tutakuwepo katika mzunguko wa hapa. Tukitoka hapa tunaenda Dar es Salaam. Dar es Salaam ndio kituo chetu cha mwisho. Alafu tutarudi hapa tutakuwa tumemaliza mzunguko wetu wa Mwisheni 2026 ambaye ndio msimu mpya Bwana ametufungulia kwenye mikoa hii 7. Amen. Bariki sana. Asante kwa kutuzindulia. Na kwa sasa hivi basi tunamshukuru Mungu kwamba kazi ya Mwisheni iko tayari baada ya kuweka wakfu.
katika mkoa ule, ukadhihirisha uwezo wako katika mkoa ule, maana umekubali kurehemu mkoa ule Bwana. Na sasa Bwana umekubali kukanyaga katika mkoa ule kupitia watendakazi wako Bwana, nasi tunakwenda kukanyaga katika mkoa huo kwa uwezo wako na kwa mamlaka yako Baba. Nakabidhi Tabora mikononi mwako Baba, umerehemu mkoa ule, ndio maana umetupa kwenda kukanyaga mwaka huu 2026. Ninaomba neema yako katika mkoa ule Bwana, naomba neema yako kwa watumishi wako katika mkoa ule Bwana, naomba neema yako kwa kanisa la mahali pale Bwana, naomba neema yako ikafunuliwe kwa wale watu ambao hawajakujua Bwana, kwa jinsi zao, kwa uwezo wako Baba ukathibitika katika mkoa ule, kwa nguvu zako Baba ukaonekana ukitenda, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na pinga kila mamlaka ya kuzimu inayotenda kazi katika mkoa ule, nikivunja na kuteketeza kazi zote zilizoonekana katika mkoa ule, roho za kichifu na nazibomoa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakabidhi mkoa ule mikononi mwako, tunasimamisha na kusimika bendera ya ufalme wa Mungu katika mkoa ule. Mkoa ule ukafanyike kuwa mali yako kwa jina lako Kristo Yesu. Tuko mbele zako Baba, tunakabidhi Simiyu mikononi mwako, tunakabidhi mkoa ule kwa uwezo wako Bwana, ukajitukuze katika mkoa ule, mfalme wa amani, mfalme mwenye nguvu. Jina lako likatukuzwa katika mkoa wa Simiyu, ukatembee katika mkoa ule kama ulivyosema. Wao uwezo wako Baba ukadhibitike kama ulivyosema. Mkoa ule ukawa ndio ufunguo wa Kigoma, ufunguo wa Mwanza, ufunguo wa Mara, ufunguo wa Geita ulisema, na ikawa hivyo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa uwezo wako wa pekee na wa ajabu, tunakabidhi Arusha mikononi mwako Bwana, tunakabidhi mji ule sasa Bwana kwenye mikono yako. Umetambulika kama wa kimataifa, mkoa ule Baba ukafungue lango la mataifa katika mkoa ule, kwa uwezo wako wa pekee na wa ajabu. Jina lako Bwana likatukuzwa katika mkoa ule, mfalme ukajichukulia mateka yako katika mkoa ule. Jina lako likainuliwe katika mkoa ule, kwa sababu umekubali kurehemu mkoa ule, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na kabidhi Dar es Salaam mikononi mwako Bwana Yesu. Dar es Salaam, Dar es Salaam, Dar es Salaam, kwa jina lako lisema ni mahali pa amani Baba. Tunaitangaza amani yako katika mkoa ule, kwa sababu umekubali kuweza kurehemu mkoa ule. Rehemu Baba kila kiumbe anachoishi katika mkoa ule, watumishi wako, kanisa lako na watu wako Bwana kwa ujumla wake Baba, ukauone mji ule kama ulivyouona, ili Bwana jina lako likatukuzwa mahali pale, utukufu wako Baba ukadhihirike na kuthibitika katika mkoa ule.